BMP TV Professional Update. Kosa the Mr. Orange tena kwa nima ikipigwa bado ni zile zile. Kwa mbele yetu kijana mpambanaji, nafikiri wengi tunamfahamu kijana kutoka Bana Ponga Family, mkono wa kuume wa Falabu katika Polo Matete, na si mwingine Young Face Shabe. Vipi kaka? Shwari. Mzima? Osi. Nashukuru Mungu. Bwana endaje? Tunapambana tu bro, unajua mazingira yako tukambini tena. Asante sana. Kwa vipi ndo vile tena tumekuibukia maeneo ya huku zone ya 14, vipi huko kulikuwa kuna issue gani kaka? Cha kwanza nilikuwa msibani, pia nikazungukia hapa niangalie mpira hapa, unajua tena swala yetu yale. Ndio. Asante sana. Kwa ndo vile tena ulikuwa msibani, kwanza pole sana kwa msiba, na pia ukaona kuwa uje uangalie hapa. Kwa ndo vile tena ulikuwa unakuja kuangalia kwa jicho la tatu kwa hawa ambao wanakuja kushabikia, au ndo vile tu ulikuja kwa nia ya kutaka kuona nani mpira kabisa? Hamna, mimi sikuwa na mpango kuja kuangalia mpira, sema tu nilivutiwa tu, maana kuna watu wengi, unajua tena mtu kusema mambo, kuna watu wengi mtu anavutiwa tu, sema niende tu nikaangalie mpira. La, mpira sio eti ndo ilikuwa kitu ambacho nimefuata hapana. Ndio. Asante sana kaka. Siku hizi tunaona kazi yako ipo online, vipi idea kama na ile ilikujaje vile? Idea ile cha kwanza ni idea ya mapenzi, na idea ya mapenzi ni mtu anamwaga nitafanya kitu kama hichi basi. So eti idea kubwa kama idea kubwa ati nipambane nifanye sasa it. Ile ni sikuwa natengeneza kwa sababu ya it. Ile ni kwa tengeneza kwa sababu iwe nyimbo. Kuna nyimbo afu na it. Ila it nikitengeneza itakuwa it. Kwa ndo kama vile kuna mlengo ambao alikuwepo, au ni vile tu ulikuwa unafanya kwa sababu wewe ni kioo cha jamii, unafanya kitu ambacho inatakiwa mtu mwingine aige, au kulikuwa kuna mlengo ambaye alikuwa mahususi kwa sababu ya ule wimbo? Hamna mlengo wote. Ile ni kazi tu ambayo nifanya kwa sababu nifanye kazi ya mapenzi, ndio. Maana nikizani baada hapo sijui kama nitafanya kazi nyingine ya mapenzi, labda ya kuachwa, labda. Kwa sasa hivi kwenye ulikuwa location kule, hivi changamoto zipi ambazo ulizipitia kwanza wewe kama wewe ukiwa kule location na ngoma kama na ile? Cha kwanza mkiangalia video queen, ni video queen ambayo sio mzoefu, ambaye nifanya naye ni ambaye sio mzoefu, kwa ilikuwa ni changamoto kumuelekeza kazi, inabidi uwe hivi. Pia kwenye njia kama na ile ndo vile ukapitia mle na kutia denda mzee wangu. Ile ni kitu ambayo inatokea kwenye feelings za kazi. Yaani kazi inakutumaga, yaani kazi inanituma mtu hadi afanye vile. Sio eti nimekusudia wewe ni mchumba wangu, ni mpenzi wangu, hapana. Ndo vile tu ulikuwa kwenye mood. Yaani ile mood afu feelings za kazi zikakujia, mtu anafanyaga vile. Kwa mwisho siku nilivomlamba denda pale, baada ya clip kukatika nilamba kofi. Maana tulikuwa tunaelewana denda. Nipa kofi. Inabidi uvumilie, ni kazi. Ndio. Asante sana. Kwa hiyo vipi kwanza? Tunajua kuwa Young Face kama Young Face ni mkono wa kulia sana wa Falabu katika Polo Matete kwa muda huu. Hivi kwenye hali ya Bana Ponga Family mpaka sasa hivi mwelekeo wake ni upi? Cha kwanza sisi ni watu ambao tunafanya kazi kwa mpangilio bro. Mkizani mnaonaga kazi zetu tunafanya it mbili au it moja it mbili, tunakaa kimya. Kwa watu tunafanya kazi kwa akili, maana tunaona upinzani, sisi waga tuna wapinzani wengi sana. Kwa hiyo tukisema eti kwanza posti, yani ile posti ma season bro waga inaboa sana. Unakuta mnaposti ngoma zote ambazo mnazitegemea, inabidi tumposti kazi, mnasoma ramani itakueje, wenzetu tutafanya nini, tunabidi tufanye kazi gani ili ikae hivi. Ona ndo maana mpaka size Bana Ponga Family hamna mpango kabisa tena wa kusema kuwa tufanye kazi kwa ajili ya upinzani. Sisi cha kwanza mambo ya upinzani tushaachaga. Yaani kusema tufanye kazi kwa sababu mtu mwingine kufanya. Sisi nikizani nyimbo yetu ya mwisho mlisikia tulisimanga fanya yako na wewe ufanye nini? Acha nifanye yangu na wewe ufanye yako. Ndo vile sasa kila mtu ajibebe, kama alikuwa na it kwa sababu yako, ndo vile wewe umejitoa ili na yeye ajibebe. Ndio, kila mtu afanye kazi yake. Kiiti akinizidi poa, nikimzidi kusiwe lawama. Hivi ukaingia mtaani kama hivi gisi ulivyo hivi, sawa, ukasikia kauli kutoka kwa mtu yeyote tu anakulingania au mashabiki akakulinganisha wewe pamoja na Bobo GM. Sasa nikamwongelea vibaya, maana ni muono wake, lakini mimi si wakulinganisha na Bobo. Bobo ni chipkizi, na afu na mimi ni mtu mkongo ambaye nishafanya kazi nyingi hapa Nyarugusu, unaona. Bobo ni wakulinganisha na kina Sam ndo level yake. Sasa yes anakulinganisha vile kwa sababu kuna vikubwa ambavyo Bobo GM amevifanya, na ikiwemo pia amepata tunzo ya chipukizi bora kama hizi hapa za Kasako, na pia nyimbo zake zinakuwa zina it. Na kwenye Bana Ponga Family
wewe Young Fisi kama mkono wa kuume wa CEO, lakini kuna kazi zako ambazo zinakuwa kama vile zimebanwa hivi, sometimes unakuwa kama vile unaweza ukatoa leo unakaa kimya hata kitu cha miezi 4 hivi ndio tena unakuja kuachia. Kwa hiyo inakuwa kama hali kama na ile kuwa CEO kama CEO anakuwa na bana ratiba hivi kiupande wenu, ila anakuwa anajichukulia yeye kama yeye kwa sababu ni mtu ambaye yuko mbele yenu hivi. Hamna cha kubana chochote bro. Cha kwanza ukiangalia kazi ambayo tunazofanya huko, cha kwanza inaomba nguvu sana na akili sana. Ukisema tu nianze mimi nikae kwenye channel yangu nianze nikapost, kweli nianze nikapost kuanzia leo mpaka mwezi ujao na post ngoma zipo nyingi, lakini kupost na post kwa ratiba bro. So tunapost tu kwa sababu mimi ni Young Fisi, nikipost kazi itaenda. Na ukiangalia kwa ngamba upande wa pili kule, niambie toka afanye ile ngoma yake kama na Chimi na sijui nyimbo yake nyingine ambayo post. Yaani mimi kusema kweli mimi sijui nyingine nyingi ambayo. Sasa mbona zipo sana Heshimono nasikia? Heshimono? Mimi sijawahi kusikia serious. Kwanza yani nimesema kwa sababu ya kusema kweli mimi sijawahi kusikia. Ile ndo ngoma ambayo wewe ilikuingia au ndo vile ulisikia kwa sababu ni upande wa pili? Ile ya Chimi. Ni ngoma ambayo niliona sana TikTok. Kwa hiyo niliona sana TikTok na nikasema nikaona ndo kazi yake. Lakini zingine zote sijaziona, na ni mimi nikitaka kuangalia kazi mpya ambayo inafanya vizuri naanzaga TikTok. Naangalia TikTok na Instagram na Facebook. Maana YouTube ni kitu cha kupostia tu, so hauwezi kaangalia ngoma imetrend. Labda tuangalie kwenye wenzetu wakubwa kule, mfano tuseme Diamond, ndio tunaangalia YouTube on trending. Lakini tukisema tuangalie ngoma ambayo ina trend sasa hivi huko wetu tunaangalia cha kwanza, kila mtu tuseme kweli, kila mtu ana yake TikTok, tuangalie unaona hii ngoma ina challenge nyingi, hii ngoma inashobokiwa. Sasa mbona ngoma ukipitisha post 2 unakutana na ile ngoma tena unasema hii kitu imetrend. Asante sana. Vipi mafanikio kwa Young Fisi sasa hivi yamekaaje? Cha kwanza mafanikio upande wangu, cha kwanza nimeshukuru Mungu, channel yangu inatembea vizuri, nikiposti kitu kinaenda bila hata promotion. Nikizani naona amuoni promotion yangu kubwa, lakini kazi zinaenda. Kwa nashukuru Mungu kwa hilo. Mafanikio yangu kwanza ni kwa channel yangu, la pili ni tuseme na mtoto sasa hivi. Mafanikio yangu pia. Hongera sana. Asante. Mafanikio ni mengi na mke. Yaani tuseme mafanikio kwangu ni mengi tu. Kazi zangu zinafanya vizuri. Ndio. Kwa kama vile ndo vile muziki unalipa sasa mpaka saizi umewaka hapa Young Fisi kama Young Fisi kutoka Bana Ponga Family. Kawaida mimi kuvaa au tuseme kupendeza ni toka zamani sijaanza kuimba. Kwa hiyo hii ni kawaida yangu. Yaani siwezi kutoka sehemu naenda sehemu, kwa mfano natoka sehemu afu niende poa. Asante sana kaka. Kwa hiyo tusiongee mengi, ni kuachia time pia usogee kwa hapo msibani, neno moja kwa watu ambao wanakutazama leo kwenye BMP TV Online. Cha kwanza napenda, cha pili ninashukuru sana kwa support yao. Ya kwanza kuangalia interview kuanzia mwanzo mpaka mwisho mpaka hapa tumefikia, japo kama kuna maneno ambayo niliongea ya kijinga au ya kipumbavu mtanisori. Afu cha mwisho kumalizia, msikose kufuatilia wanasemaga kama Mkiswahili na sawa, tuseme tu Mkiingereza, wasikose kufuatilia channel zetu hizi za BMTV. Kuna Bana Ponga, Sam TZ, For Bugatti, Young Fisi. Utakao umefanya kazi kubwa sana, utakao umefanya unyama. Ndio. Asante sana kaka, na huo ndo mwisho wa kipindi. Ulikuwa na Mr. Orange. Bado kazi ni ile wapambanaji, bado tunazidi kusaka ugali, au sio mwanangu? Nyuma ya kamera alikuwa ni KZ pamoja na Basketball. BMP TV Professional Update.